Ni asubuhi ya baraka ambayo Mungu ametupa katika maisha yetu. Nasi tumesimama mbele za Bwana kumwalika Mungu katika mipango yetu siku ya leo. Tumekuja kumtaka Bwana na nguvu zake. Tumekuja kumtaka Bwana na hekima yake. Tumekuja kumtaka Bwana juu ya uingiliaji wa maisha yetu. Nasi kama wana wa Mungu tunayo sababu ya kumwinulia sauti asubuhi ya leo, kwa kuwa peke yake ni Mungu katika maisha yetu. Ninaamini kila mmoja umekuwa na kuona utendaji wa Mungu katika maisha yako. Kila mmoja unaweza ukawa shahidi wa maisha yako ya kuwa kwa sababu ya uwepo wa Mungu katika maisha yetu, ndiyo maana hatuangamii wakati wote. Hakika nafasi ya Mungu katika maisha yetu inadhihirika kwa kuwa pale tunapojaribiwa, pale tunapopita katika changamoto, pale tunapopita katika giza, Mungu huwa anasimama katika maisha yetu, bila kujali imani yetu ni changa kiwango gani, bila kujali utiifu wetu ni mdogo kiwango gani, bado Mungu anakuwa mwaminifu katika maisha yetu. Lengo la Mungu kutulinda katika udhaifu wetu ni ili tukamilishwe katika yeye na aweze kuwa Mungu wa kweli katika maisha yetu, kwa kudhihirisha ahadi zake zenye nguvu katika maisha yetu. Ni kweli, ninajua tunaiendea siku nzuri ya leo, wakati wa kipekee kabisa ambao tunaamini uumbaji mpya wa Mungu katika maisha yetu, uumbaji wa afya zetu, uumbaji wa maono yetu, uumbaji wa hatua yetu inayofuata. Kama wana wa Mungu tunayo shauku ya kuona tunapiga hatua na maendeleo ya kipekee katika maisha yetu. Na nafasi hii ndiyo nafasi yetu ya kumlilia Bwana ili awe mwokozi katika maisha yetu, ili awe nuru katika maisha yetu, ili awe wokovu katika maisha yetu. Hali zote zilizoko mbele yetu, mazingira yote yaliyoko mbele yetu, yeye ni Mungu anayetuwezesha kuvuka bila kuzuiliwa na chochote, kwa sababu uweza wake ni mkuu zaidi ya mwanadamu. Yeye uweza wake ni mkuu zaidi ya shetani. Yeye ni Mungu anayetupenda na anakusudia kututendea mema. Katika kitabu cha Ufunuo Biblia inasema, na yajua matendo yako, nimeona jinsi ulivyo mkamilifu mbele yangu, nami nimejiandaa kukufungulia mlango ambao mlango huu hakuna adui, hakuna shetani na hakuna mwanadamu atakayeweza kufunga. Ikiwa tunasimama mbele za Bwana kwa imani, tuna uruhusu utendaji wa kiungu katika maisha yetu. Biblia inasema kuna wakati katika nchi ya Israeli ilikuwepo njaa, na Elisha alipoingia mjini akakuta dhiki ile, akatabiri akasema, ninasema kama Bwana Mungu aishivyo, kesho kitakuwepo chakula mahali hapa. Ni kweli tunaweza tukawa tunaona kutowezekana, ni kweli tunaweza kuwa tunaona ugumu mbele yetu. Imani yetu ina uwezo wa kuyaleta matokeo ambayo hayakuwepo siku ya jana, hayakuwepo mwaka jana, hayakuwepo mwaka juzi. Ikiwa tunaamini mbele za Bwana na kunena mbele za Bwana tukisema, Bwana ingilia kati siku ya leo, tulinde, tupiganie, tutendee mema, hakika yale unayoyakiri asubuhi ya leo ndiyo mbingu zinayaruhusu kuachiliwa katika maisha yako. Simama mbele za Bwana kwa ajili yako. Simama mbele za Bwana kwa ajili ya wapendwa wako. Yeye ni Mungu aliyeko tayari kufanya kazi katika maisha yako. Ukiwa unaelewa ya kuwa maombi yanauwasha ukuu wa Mungu katika maisha yako, asubuhi ya leo inuka juu mbele za Bwana, mwinulie Mungu sauti, mwambie Bwana, ninakushukuru kwa upendo wako juu yangu. Asante kwa kunipa kibali cha kuishi tena siku ya leo. Asante kwa kunichagua niwe katika nchi ya walio hai asubuhi ya leo. Asante kwa kuniita katika upendo wako wa kipekee asubuhi ya leo. Asante kwa kuniita katika neema yako asubuhi ya leo. Bwana, ninakuinulia sauti. Mwinulie Mungu sauti yako sasa. Bwana, tunakushukuru. Asante kwa neema iliyo juu yetu wakati wote, kwa kutuokoa na hila na uharibifu wote.
hata asubuhi ya leo tuna ujasiri wa kusimama mbele zako. Mungu Bwana wa wokovu wetu, umetulinda tangu siku ya jana tuliposimama mbele zako. Umetulinda usiku wa leo, na mkono wako ulio hodari umetupigania. Tumepita katika maji mengi, hatukugalikishwa. Tumepita katikati ya moto, hatukuteketea. Tumepita katika majaribu ambayo yamkini yangeliondoa amani yetu, yamkini yangeliondoa furaha yetu, yamkini yangeondoa ushindi wetu, lakini kwa sababu ya uweza na ukuu wako Mungu, haukutuacha bali umeturinda, bali umetutetea, na mkono wako ulio hodari umenyamazisha kazi za shetani katika maisha yetu. Tunakuadhimisha mno siku ya leo, kwa sababu wewe ni Mungu katika maisha yetu. Baba utuponyaye, Baba utulindaye, Baba utuinuaye, Bwana usiyetuacha, Bwana uliye pendo katika maisha yetu. Tunakushukuru hata kwa ajili ya watoto wetu ambao uaminifu wako Mungu haujapungua kwa ajili yao. Hata walioko mashuleni umekuwa mlinzi kwao, hata walio katika kazi umekuwa mlinzi kwao. Bwana umetulinda, nawe umetupigania. Kama si mkono wako, hakika tusingekuwa salama. Mabaya yale yangetupata, kama neno lako lisemavyo, yale magonjwa yaliyowapata na yanayowapata wa Misri hayatawapata ninyi, kwa sababu mimi ni Mungu wenu niwapendaye. Hakika uaminifu wako umekuwa kwetu, hata mabaya yanapotokea katika nchi hayakutupata wala hakuwapata watoto wetu. Ni kwa sababu ya wingi wa fadhili zako, ni kwa sababu ya wingi wa rehema zako. Bwana, tunakushukuru kwa mkono wako ulio hodari ambao daima umekuwa juu ya maisha yetu. Mwinulie kila moja sauti Bwana, mwinulie Bwana sauti. Unaweza ukakili yale aliyokutendea jana. Wengine mmepitia mifumo ambayo hakika ingewaangusha, hakika ingeharibu maisha yenu. Mwambie Bwana, kama sio wewe hapa nisingepenya, kama sio wewe hapa nisingeshinda. Ninao ushindi, ninao ushuhuda kwa sababu ya uhodari wako ulio katika maisha yangu. Bwana, umeniwezesha hata katika udhaifu wangu. Bwana, umeniwezesha hata katika aibu yangu. Bwana, umeniwezesha hata katika huzuni yangu. Uaminifu wako umekuwa kwangu. Mkili mbele za Bwana, kiri uweza wake, kiri uweza wake. Mwambie ukuu wake ndio umesababisha ushinde. Mwambie ukuu wake ndio umekufanya upenye. Mwambie ukuu wake ndio umekufanya uendelee mbele. Sante Bwana kwa uaminifu wako kwetu. Sante Bwana kwa upendo wako kwetu. Sante Bwana kwa sababu ya nguvu zako ambazo zimeachiliwa kwetu. Watoto wako tunakuinulia mikono, tunakushukuru tukisema asante kwa ajili ya maisha yetu, katika jina la Yesu, amen. Inua sauti yako asubuhi ya leo, iombe siku ya leo. Tangaza mambo mema kutokea siku ya leo. Tangaza mambo mema kazini kwako. Tangaza mambo mema kwa familia yako. Nena mema juu yako. Nena mema juu ya wapendo wako. Kuna nguvu katika ukili. Kile unachokikili kina nguvu ya kubadilisha maisha yako. Mungu, eneo ambalo amekupa nguvu ni katika eneo la kutamka, kuomba, kutangaza. Mara nyingi shetani anavyopanda matatizo ndani ya mtu, asilimia kubwa matatizo unayoyaona ndani ya mwanadamu yametokana na ukili, maneno uliyonenewa. Mengine ulinenewa kupitia ndoto zako, mengine ulinenewa na watu wabaya. Kama mwana wa Mungu ambaye Paulo anasema umebarikiwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho, wewe unaweza ukafanya mambo makubwa juu yako. Unaweza ukanena baraka kwa watoto wako. Unaweza ukanena ushindi kwa mume wako. Unaweza ukanena amani kwa mke wako. Kile unachonena kina nguvu ya kutimia. Nataka uelewe, kama wachawi wangeweza kukutamkia mabaya, ndoa yako ikapata shida. Kama waganga wangekutamkia mabaya, ukapata shida kazini kwako, vipi wewe ambaye Biblia inakupa uhakika kwamba kile wanachokifanya waabudu shetani ni dhaifu kwa kile unachoweza kukifanya wewe?
Hebu ibariki siku ya leo. Bariki kuingia kwako na kutoka kwako. Bariki wote utakao kutana nao siku ya leo. Bariki njia zako. Bariki mipango yako. Bariki watoto wako. Sema ninakubariki. Ukifanya kazi leo itazaa faida. Ninakubariki leo. Ukikutana na watu wazuri watakukubali. Ninakubariki siku ya leo. Utakuwa nuru katika giza. Utakuwa nguvu katika udhaifu. Yale yaliyowashinda wengine wewe utayaweza. Yale yaliyoshindikana kwako miaka yote leo yatawezekana. Hebu iombee na kuibariki siku ya leo. Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya neema yako Bwana. Umetupa asubuhi ya kipekee. Umetupa wakati wa kipekee. Mbele zako Mfalme tunainua sauti kutangaza juu ya kile ulichotupa kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu ninaibariki siku ya leo kwa wote wanaomwamini Mungu kwa ajili ya ushindi, hatua mpya, matokeo ya kipekee katika maisha yao, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Kila mmoja uliyejiungamanisha na ibada ya leo, ninaibariki siku yako ya leo. Pokea siku ya ushindi kutoka kwa Bwana. Yale yote utakayoyatenda siku ya leo, pokea kuyafanikisha katika jina la Yesu. Yote utakayoyaendea siku ya leo yakapatikana mbele zako katika jina la Yesu. Ninakubariki kwa mamlaka ya jina la Yesu. Safari yako ya ushindi itazaa matokeo. Safari yako ya siku ya leo itazaa matokeo. Biashara yako siku ya leo itazaa faida. Ninakubariki katika ndoa yako. Ninakubariki kwenye masomo yako. Ninakubariki kazini kwako. Ninakubariki kwenye eneo lako la biashara. Mwanamke na mwanaume, sikia neno la Bwana juu yako. Wewe umebarikiwa. Hautashindwa na mwanadamu, hautashindwa na shetani, hautashindwa na viumbe vya kipepo, maana wewe umechaguliwa na Bwana katika pendo la kimungu. Ninakuita wewe na watu wa nyumbani kwako. Hii ni siku aliyoifanya Bwana kwa ajili yako ili uifurahie. Ninaibariki kwa ajili yako. Pokea jambo jipya litakaloburudisha moyo wako. Mungu na akukumbuke katika dhiki yako. Mungu na akukumbuke katika taabu yako. Mungu na akukumbuke katika kudharauliwa kwako. Mungu na akukumbuke katika huzuni yako, naye akayatende mambo makuu kwenye maisha yako. Ukumbukwe na Bwana siku ya leo. Uwezesho wa kimungu uachiliwe juu yako siku ya leo. Wokovu wa Bwana uachiliwe juu yako siku ya leo. Matendo makuu ya Mungu na yadhihirike juu yako siku ya leo. Ninakuita katika upendo wa Mungu. Yeyote uliyeachwa ukumbukwe kwa sababu Bwana amekukumbuka. Yeyote uliyekataliwa ukubalike kwa sababu Bwana amekukubali. Yeyote uliyedharauliwa pokea kibali kwa sababu Bwana amekubaliki. Ninakuita katika siku ya baraka. Ninakuita katika siku ya baraka. Hii ni siku yako ambayo Bwana ameifanya ili uendelee mbele, ili uone wokovu wake, ili uone nuru yake, ili uione nguvu yake ivitendavyo kazi juu yako na juu ya familia yako. Mimi ninakubariki katika jina la Yesu. Mimi ninakubariki katika jina la Yesu. Hautazuiliwa na kazi za shetani. Hautazuiliwa na nguvu za giza. Hautazuiliwa na uchawi. Hautazuiliwa na laana. Hautazuiliwa na mfumo wowote wa nguvu za giza. Kama Bwana alivyombariki Israeli miaka 40 jangwani, hakupungukiwa. Miaka 40 jangwani hakupotea. Miaka 40 jangwani akauona mkono wa Bwana. Nami ninakubariki katika wito ambao Mungu amekupa. Hautazuiliwa, hautakatazwa, hautanyanganywa, hautaondolewa wala hautakufa, bali utauona wokovu wa Bwana katika nchi ya walio hai. Wewe umebarikiwa na laana haitatamkwa juu yako, wala kwa watoto wako, wala kwa fedha zako, wala kwa maono yako, katika jina la Yesu. Alfajiri ya leo mimi ninakubariki. Sikia mwana wa Mungu, wewe ni nuru katika giza. Wewe ni baraka katika laana. Wewe ni ushindi katika udhaifu. Ninakubariki katika jina la Yesu wa Nazareti. Asubuhi ya leo pokea ushindi wa kimungu katika jina la Yesu.
Inua sauti yako asubuhi ya leo. Tangaza habari njema kazini kwako. Tangaza habari njema kazini kwako. Tangaza kukutana na watu sahihi. Tangaza kukutana na watu wazuri. Tangaza kushinda mahali ambapo miaka yote umekuwa ukishindwa. Tangaza kukubalika na wale ambao wamekuwa wapinzani wako miaka yote. Mungu akupe kipawa ambacho kitakufanya uwe ni bora. Mungu akupe kipawa ambacho kitakufanya uwe ni sahihi. Mungu akupe kipawa ambacho kitakufanya ustahili. Inua sauti yako, tangaza habari njema kazini kwako. Tangaza habari njema kazini kwako. Bwana, tunaibariki siku ya leo. Chochote tutakachokifanya, neno lako limetuahidi ya kuwa kitabarikiwa. Watoto wako wanaenda kazini. Watoto wako wanaenda kwenye miradi yao. Watoto wako wanaenda kwenye biashara zao. Ninatangaza habari njema za ufalme wa Mungu katika kazi ya mikono yao. Ninatangaza habari njema katika kile wanachokifanya siku ya leo, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Acha wapokee promotion siku ya leo. Acha wapokee faida siku ya leo. Acha wapokee ubora siku ya leo. Acha wapokee kushinda siku ya leo. Acha wapokee kibali siku ya leo. Waliokuwa wanafanya kazi kwenye mazingira magumu, waliokuwa wameshushwa chini, waliokuwa hawafai, waliokuwa hawastahili, waliokuwa wanadharaulika, waliokuwa na migogoro maeneo yao ya kazi, walio na changamoto katika maeneo yao ya kazi, asubuhi ya leo ninawaita katika upendo wa Mungu. Pokea habari njema juu ya uingiliaji wa Mungu katika maisha yako. Pokea habari njema kazini kwako. Hata wale waliokuwa wamesimama kuwa mwiba, asubuhi ya leo natangaza ule upako uliokuwepo Nayothi hata kubadilisha hila za Sauli na majeshi yake ndio utakaotokea juu yako siku ya leo. Wale waliokupinga miaka yote, pokea kibali juu yao. Wale waliokukataa miaka yote, pokea kibali juu yao. Wale waliokuondoa siku zote, acha leo wakukubali katika jina la Yesu. Ninabariki eneo lako la kazi, hapo ambapo Bwana amekupanda, hapo ambapo Bwana amekuweka. Alijua ni mahali patakapokupa hatua inayofuata. Alijua ni daraja lako la utajiri. Alijua ni daraja lako la kumtumikia. Katika jina la Yesu, ninabariki eneo lako la kazi. Ninabariki eneo ambalo Bwana amekupa. Katika jina la Yesu, hautazuiliwa na upinzani, hautazuiliwa na maneno mabaya, hautazuiliwa na watu waovu. Asema Bwana Mungu wa majeshi, yeye anageuza giza lako kwa nuru. Yeye amegeuza machozi yako kwa furaha, maana anakuita katika habari zake njema ya kuwa na kukumbuka katika jina la Yesu. Umebarikiwa kazini kwako leo. Umebarikiwa kwenye maisha yako ya kazi. Chochote tutakachokifanya leo kitaongezeka. Pokea furaha katika kazi yako. Pokea furaha katika kazi yako. Yeyote uliyokuwa umeondolewa katika eneo lako akakalishwa mtu mwingine, asubuhi ya leo pokea upako wa kurudi kwenye nafasi yako katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Yeyote ambaye alikalia kiti chako, ninatangaza akupishe ukae wewe kwa sababu ya jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninakuita katika ushindi asubuhi ya leo. Unapokwenda kazini kwako, wokovu wa Bwana ujulikane. Ikiwa ni kiongozi, unaowaongoza wakukubali. Ikiwa kuna viongozi wako juu yako, wanaokuongoza wakukubali. Ikiwa unaenda kufanya biashara, pokea mahusiano mazuri na wateja wako. Ikiwa unalo kampuni, pokea upako wa kukumbukwa siku ya leo katika jina la Yesu. Kwa kuwa umeanza siku yako na Bwana, mimi ninakubariki. Pokea ushuhuda wa kimungu siku ya leo katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Inua sauti. Ikiwa una watoto wako shule au wengine wanaenda shule, wakati mwingine wewe ndio unayesoma, hebu tangaza siku ya leo
habari njema katika maeneo ya masomo. Moja kati ya kitu ambacho adui huwa anakimbizana nacho ni kushughulika na watoto wanapokuwa mashuleni. Anashughulika na watu walio vyuoni, anajua wamekwenda kufungulia ufahamu, na anachokifanya ni kuwakatisha tamaa na kuwaonyesha hakuna faida ya masomo yao. Wengine wanakutanishwa na watu waovu na watu wabaya. Biblia inasema kuna watu wamekuwa ni wabaya tangu kuzaliwa kwao, na kuna watu wamekuwa ni wema tangu kuzaliwa kwao. Yaani kuna mtoto anazaliwa ni mbaya, akikutana na mtoto wako tayari anaharibu ile destiny iliyoko ndani yake. Hebu asubuhi ya leo tangaza habari njema. Sema habari mbaya hazitatokea shuleni kwa watoto wangu. Habari njema ndizo zitakazosikika, ya kuwa Mungu amefanya, ya kuwa Mungu ametenda. Inua sauti na uibariki siku ya leo kwa ajili ya habari njema kutoka shuleni katika jina la Yesu wa Nazareti. Tunawabariki watoto wetu wanapokwenda kwenye masomo yao asubuhi ya leo. Sisi tunatambua baraka za Bwana ni kuu kuliko laana. Baraka za Bwana ni kuu kuliko uchawi. Baraka za Bwana ni kuu kuliko uovu. Tunafahamu katika shule hizo shetani amejisazia mawakala wake. Shetani amepanda mbegu za uovu, lakini asubuhi ya leo watoto wetu tunawabariki kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Tunawabariki katika hatua zao za masomo. Tunawabariki wanapokutana na walimu. Tunawabariki wanapokutana wanafunzi wenzao. Tunawabariki wanapokutana madereva wa shule. Tunawabariki popote watakapokuwepo leo katika jina la Yesu. Tunawatangazia, wewe umebarikiwa, hautaguswa na hila za shetani. Wewe umebarikiwa, hautaguswa na uovu. Wewe umebarikiwa, hautaonewa. Wewe umebarikiwa, hautaharibikiwa. Wewe umebarikiwa, hautashindwa. Wewe umebarikiwa, wewe umeinuliwa. Wewe umeitwa kuwa shujaa. Wewe umeitwa kuwa kiongozi. Wewe umeitwa kuwa mfanikishaji. Wewe umeitwa ili kukomboa familia yetu. Nami ninakubariki kusudi la Mungu juu yako acha litimie kuanzia siku ya leo katika jina la Yesu. Watoto wangu wanaoenda shuleni, mabaya hayatawapata wala hayatawakaribia. Watakuwa salama katika uvuli wa Mungu katika jina la Yesu. Hebu bariki watoto wako wanapoenda kazini. Bariki watoto wako wanapoenda kazini. Wabariki wanapoenda mashuleni. Wabariki wanapoenda kwenye masomo. Sema ninawabariki, mabaya hayatawapata. Magonjwa ya tauni, magonjwa ya kuambukiza, magonjwa ya kutisha, ulemavu havitawapata kwa jina la Yesu. Makusudi mabaya kuzimu hayatatimia juu yenu. Mauti haitawapata katika jina la Yesu. Ninabariki uzao wangu. Ninabariki watoto wa tumbo langu. Kila mmoja inua sauti na uombe katika jina la Yesu. Wote waliotoka tumboni mwangu, wote waliotoka kwenye viuno vyangu, ninawabariki asubuhi ya leo na kuwatangazia maisha ya ushindi, maisha ya ubora, maisha ya furaha, maisha ya kutembea katika Mungu, maisha ya kutozuiliwa na adui, maisha ya kutokamatwa na hila za shetani katika jina la Yesu. Unapokwenda shuleni leo mwanangu, sikia sauti ya Bwana. Wewe umebarikiwa, wewe umeinuliwa. Usiogope, maana Bwana yupo pamoja nawe katika jina la Yesu. Hebu inua sauti yako juu ya mume wako, juu ya mke wako. Muombe siku ya leo. Ombea afya yake. Ombea watu anaokutana nao. Ombea miradi yake. Ombea kazini kwake. Ukiweza kusimama kuomba kwa ajili ya mwenzi wako, unakume ruhusu upinzani kushindwa kwake. Sikia, kuna watu wanaweza wakawa wanamnenea mabaya, na ni lazima hata wewe uwe na nafasi ya kumnenea mema. Wakati kuna wachawi wanamtabiria uovu, wakati kuna waabudu shetani wanamtabiria uovu, wakati mipango mibaya inapangwa na wabaya juu yake, hebu simama upande wake, muombe. Amini maombi unayoyaomba
yana nguvu zaidi kabisa ya unabii wa kipepo juu yake. Jifunze kumwombea mwenzi wako. Jifunze kumnenea mema. Jifunze kumbariki. Na siku ya leo, bariki hatua zake. Bariki kile anachoenda kukifanya. Hata kama mlikuwa hamuelewani, mna ugomvi, lakini asubuhi ya leo, badilika. Muombe mema. Muombe mema. Kila roho inayomkengeusha isiwe na nguvu kwake. Kila roho ya hasara isiwe na nguvu kwake. Kila roho ya uharibifu isiwe na nguvu kwake. Kila roho ya kuishia njiani isiwe na nguvu kwake. Kila jaribu lisimshinde. Inua sauti kwa ajili ya mpenzi wako sasa. Inua sauti juu yake. Wabariki wapendwa wako. Wabariki. Mwambie mabaya hayatakupata siku ya leo. Mimi ninakubariki katika jina la Yesu. Magonjwa hayatakupata. Mimi ninakubariki kwa jina la Yesu. Uovu hautakupata. Ninakubariki kwa jina la Yesu. Giza halitakuwa juu yako. Ninakubariki kwa jina la Yesu. Kukataliwa hakutakuwa juu yako. Ninakubariki kwa jina la Yesu. Huzuni haitakuwa juu yako. Ninakubariki kwa jina la Yesu. Ajali haitakuwa juu yako. Ninakubariki kwa jina la Yesu. Magonjwa mabaya hayatakupata, wala ajali mbaya hazitakupata. Mimi ninakubariki kwa jina la Yesu. Ninakutoa kwenye mishale ya uovu. Ninakutoa kwenye njia ya uharibifu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mimi ninakubariki unapoenda kazini kwako. Pokea kustawi katika jina la Yesu. Mimi nakubariki unapoenda kwenye biashara yako. Utastawi katika jina la Yesu. Ninakubariki unapoenda kwenye masomo yako. Utastawi katika jina la Yesu. Ninakuita katika ukuu wa Mungu siku ya leo. Pokea baraka za Bwana popote utakapokuwepo siku ya leo. Pokea kustawishwa na Bwana popote utakapokuwepo siku ya leo. Wewe umeokolewa. Wewe unalindwa na Bwana. Wewe unapiganiwa na Bwana. Adui hata kupata, wala uovu hautakupata. Neema ya Mungu itakufunika. Wokovu wa Bwana utambatana na wewe. Nuru ya Kristo itakuwa juu yako. Nawe hautadhurika na hila wala mipango ya shetani. Katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninakuponya na udhaifu wako. Ninakuinua kutoka kwenye udhaifu wako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amen. Hebu nisikilize. Nataka uombe siku ya leo na uzuie kazi za shetani kwenye maisha yako. Biblia inazungumza katika kitabu cha Zaburi ya 121 mstari wa 7 hadi wa 8. Bwana anasema na wewe asubuhi ya leo ya kuwa yeye atakulinda na mabaya yote. Na anasema atahifadhi maisha yako. Ukiona Biblia inasema Bwana atakulinda na mabaya yote, uwe na uhakika umezungukwa na ubaya katika siku yako. Na anaposema atahifadhi maisha yako, uwe na uhakika kuna mtu akuindae siku yote. Anasema atakulinda kuingia na kutoka kwako sasa hata milele. Biblia ikiwa inatufundisha tuko katika dunia ya hatari kabisa. Anaendelea nasema yeye Mungu ndiye wokovu wetu. Hivyo tujiamini wala tusiogope. Yeye atakuwa ni nguvu zetu na atatufanya kuwa jasiri. Yeye ni mwokozi wetu. Katika Zaburi ya 23 mstari wa 4 anasema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitayaogopa mabaya, kwa maana Bwana yuko pamoja nami. Fimbo yake na gongo lake vyanifariji.
Unapoiendea siku ya leo, Mungu amekupa uwezo katika Kristo Yesu kuwa na nguvu zaidi ya hila za shetani. Anazungumza katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Anasema utapokea nguvu akiisha kujilia juu yako Roho Mtakatifu. Ni kwa namna gani Mungu anakulinda? Ni maneno ya maombi unayoyatamka asubuhi ya leo. Unavyotangaza ndivyo inavyotimia katika maisha yako. Hakuna kitu kitatokea usipokitangaza katika maisha yako. Tangaza, declare. Hebu inua sauti, sema ninasimama mbele za Bwana kutangaza siku ya leo kila uovu ulioandaliwa kunizuia usambaratike katika jina la Yesu wa Nazareti. Kila pepo wabaya waliowekwa mbele yangu kuhakikisha wananizuia, ninawasambaratisha katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Siku ya leo kila watenda maovu ninawaondoa kwenye njia yangu, nao hawataharibu maisha yangu kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Siku ya leo ninaondolea mbali kila mipango ya maadui zangu juu yangu katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Siku ya leo ninafuta kila taarifa mbaya iliyokuja kwangu kupitia ndoto. Haitatimia kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Siku ya leo ninafuta kila kilichofanyika kwenye madhabahu za shetani kuhusu maisha yangu. Leo ninakibatilisha kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Siku ya leo ninaondoa kila mashambulizi mabaya juu yangu na kuyatupilia mbali kwa mamlaka ya jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Siku ya leo ninaondoa watu wote waovu walioandaliwa kuja mbele yangu ili kuiharibu siku yangu katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Siku ya leo ninaondolea mbali kila mamlaka mbaya iliyotangaza uovu juu ya maisha yangu katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Hebu inua sauti yako, endelea kuomba. Omba kuondoa uharibifu juu yako. Omba kuondoa nguvu za giza mbele yako. Omba kuondoa kila kazi za shetani mbele yako. Inua sauti na uombe. Inua sauti na uombe. Tangaza mbele yako kila kazi ya shetani inayokusudia kuharibu maisha yako katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninaiharibu katika jina la Yesu. Kila nguvu ya uovu iliyoelekezwa juu yangu ili kunizuia, ili kuzuia wapendwa wangu, ninaiondoa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, kila uovu ulioandaliwa kwenye ndoa yangu, ulioandaliwa kwenye huduma yangu, ulioandaliwa kazini kwangu, ulioandaliwa kule ninakoenda leo, huo uovu ninausambaratisha katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, asubuhi ya leo ninaondoa nguvu ya uovu dhidi ya maono yangu. Kila kilichosimama kuharibu maisha yangu siku ya leo, asubuhi ya leo, mimi ninatangaza kutofanikiwa kwa huo uovu dhidi ya maisha yangu katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninatangaza kila mapepo yaliyotoka kwenye madhabahu ya shetani, yaliyotumwa kushughulika nami, yaliyotumwa kushughulika na ndoa yangu, yaliyotumwa kushughulika na watoto wangu, yaliyotumwa kushughulika na ndoa yangu na kazi yangu, hayo mapepo yaliyolipwa kwa damu
katika jina la Yesu wa Nazareti. Ninayasambaratisha, hayatakamata wala hayatazuia safari yangu ya ushindi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila silaha itakayoundwa ili kunizuia, haitanipata bali itaharibika katika jina la Yesu. Jeshi la pepo baya katika ulimwengu wa roho, teketea kwa moto asubuhi ya leo. Roho za mizimu, roho za uchawi, roho za makafiri katika jina la Yesu. Kila roho mbaya kutoka kwa shetani iliyokusudia kuharibu maisha yangu leo, iliyo na mkataba wa kuniangusha leo, hiyo roho na iteketeza kwa moto wa Roho Mtakatifu. Endelea kuomba, inua sauti, inua sauti, inua sauti, omba katika jina la Yesu. Kila watendao maovu waliotumwa kutoka kwenye madhabahu ya shetani, waliotumwa kutoka kwenye madhabahu ya shetani, wameandaliwa ili kuzuia hatima yangu, ili kuzuia furaha yangu, ili kunizuia siku ya leo. Hao watenda maovu, hao watenda maovu katika jina la Yesu, iwe ni ujambazi, iwe ni wizi, iwe ni uchawi, iwe ni faraki, iwe ni arbadli, laana zote kwa nguvu zake, laana zote kwa mifumo yake katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo hao watenda maovu ninawaondoa kwenye njia yangu, ninawaondoa kwenye njia ya wanafamilia wangu katika jina la Yesu. Uovu wao hautanipata, litatokea jambo nalo litanilinda katikati ya maangamizi ya watendao maovu katika jina la Yesu. Wanaonikusudia mabaya, wanaonipangia mabaya, wanaopanga kuharibikiwa kwangu katika jina la Yesu, ninawasambaratisha katika jina la Yesu. Kila mipango mibaya maadui iliyowekwa dhidi ya anguko langu, wanatafuta nitakapokosea, wanatafuta udhaifu wangu, wanatafuta ninaposhindwa katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo ninaondoa mipango hiyo ya uovu, ninaifutilia mbali na kutangaza mipango yao haitatimia. Kile walichokipanga kitimie kwangu hakitatimia, walichokipanga kitimie kwa watoto wangu hakitatimia, walichokipanga kitimie kazini kwangu hakitatimia katika jina la Yesu. Mipango mibaya na waovu wake haitatimia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila jirani yangu anayetumiwa na shetani kuhakikisha ananiangusha, kuhakikisha na haribu, kuhakikisha na panda mbegu mbaya katika maisha yangu, katika jina la Yesu, huyo jirani namuashie kwa moto, 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 moto. Hila zake naziteketeza kwa moto, hila zake nateketeza kwa moto katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninatangaza juu ya kila madhabahu ya uovu iliyopokea dhabihu mbaya kwa ajili ya kuharibu maisha yangu, hiyo madhabahu mbaya iliyopokea dhabihu ili kuteketeza maisha yangu, kufunga kizazi, kufunga kibali, kufunga kuinuliwa, kufunga uzuri katika jina la Yesu. Naongea na hiyo madhabahu ya uovu, sikia sauti ya Mungu, pasuka vipande vipande kila patano lililoandikwa kwenye hiyo madhabahu ya mawe, madhabahu ya miti, madhabahu ya njia panda, madhabahu za kuzimu, madhabahu za anga katika jina la Yesu. Hayo mapatano ninayafuta leo katika jina la Yesu. Kila kafara iliyotolewa kwa waganga wa kienyeji inayoongea angamizo langu, leo naiteketeza, leo naiondoa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Siku ya leo ninasambaratisha kila mashambulizi mabaya, kila shambulio halitanipata mimi wala watu wa nyumbani kwangu, hao waliopanga anguko langu. Natangaza siku ya leo sitakamatwa kwenye mifumo yao, sitakamatwa kwenye mipango yao katika jina la Yesu. Mashambulizi ya magonjwa, mashambulizi ya kipepo kwa namna yoyote walivyojipanga, ninasambaratisha asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Watu wote nitakao kutana nao leo ambao adui amepanda ndani ya uovu, ninawasambaratisha mbele yangu, hawatasimama mbele yangu. Ninatangaza nitakuwa moto siku ya leo katika jina la Yesu. Kila watu wenye mamlaka, iwe ni viongozi wangu, iwe ni wakuu wangu, iwe ni watu nitakao kutana nao walioandaliwa na shetani kutenda mabaya juu yangu, katika jina la Yesu nasambaratisha hiyo mamlaka yao, nasambaratisha hiyo mamlaka yao, nasambaratisha maamuzi yao katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu.
mipango ya uharibifu ninaiondoa mbele yangu, mipango ya kushindwa ninaiondoa mbele yangu katika jina la Yesu. Hebu kemea roho za uovu, hebu kemea uharibifu siku ya leo, hebu kemea watenda mabaya, hebu kemea huzuni, hebu kemea matendo ya uovu yasitimie kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Batirisha kila kilichokusudiwa kutokea kwako leo, sema hakitatokea kama Bwana Mungu aishivyo. Ninaondoa mipango ya uharibifu, ninaondoa mipango ya giza kwenye nyumba yangu katika jina la Yesu. Kila mbegu iliyopandwa kwa njia ya ndoto kumea mateso, kumea mabaya, hiyo mbegu naing'oa katika jina la Yesu. Hilo kusudio la shetani halitatimia kwangu na kwa watu wa nyumbani kwangu katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Sikiliza, Prophet Isaya anasema katika ile sura ya 56 mstari wa 7, nitawaleta hao katika mlima wangu mtakatifu na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala. Sadaka zao za kuteketezwa na dhabihu zitakubalika juu ya madhabahu yangu, kwa maana nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa ajili ya watu wote. Hii ni habari njema kwako ya kwa maombi ya asubuhi ya leo yana nafasi kubwa ya kuleta tumaini jipya maishani mwako. Bila kujali matukio mabaya yaliyokusudiwa leo, maombi ya leo yana nguvu ya kuleta heshima katika maisha yako katika jina la Yesu. Hebu tujifunze neno la Mungu sasa. Nataka nizungumze na wewe asubuhi ya leo juu ya kanuni ya kuchaguliwa na Mungu. Kanuni ya kuchaguliwa na Mungu, to be chosen. Kuchaguliwa ni tukio la watu ni wengi, lakini anatafuta mtu anayefaa ili aweze kushughulika naye. Mungu ametupa nafasi watu wengi sana kuishi duniani, na anatafuta ni nani anayefaa ili aweze kumtumia. Mungu huwa hachagui kila mtu. Mungu anachagua watu wenye uwezo wa kumwamini katika kufanya mambo makubwa. Watu wote ambao walichaguliwa na Mungu hawakuwa watu dhaifu, hawakuwa watu wa kukata tamaa. Walikuwa ni watu wanaoweza kutenda matendo makuu kudhihirisha upendo wa Mungu. Fungua na mimi katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 8. Kitabu cha Ufunuo kimeandikwa na Yesu Kristo mwenyewe. Ukisoma ile sura ya kwanza, nasema ufunuo wa Yesu Kristo. Yaani Yesu alikuwa anafunua yale yaliyo mbele yetu. Na kwa sababu nilikufundisha juzi wiki iliyopita, nikasema Yohana mwanafunzi wa Yesu ambaye aliandika waraka wa kwanza, wa pili, wa tatu na Injili ya Yohana, na katika kitabu cha Ufunuo yeye alilenga kuandikia kanisa jipya. Na leo tu katika sehemu ya hili kanisa jipya. Sasa Biblia inazungumza, inasema nayajua matendo yako. Ninayajua matendo yako. Tazama na weka mbele yako mlango uliofunguliwa, ambao hakuna mtu anayeweza kufunga. Ni maneno ya Yesu Kristo mwenyewe wakati anazungumza na watu wa aina 7, na anazungumza juu ya utendaji wake unaruhusiwa na nini katika maisha yetu. Changamoto kubwa iliyo katika maisha ya mwanadamu haitokani na shetani. Tangu kitabu cha Mwanzo hata cha Ufunuo,
Biblia inaonyesha nafasi ndogo sana ya uwezo wa shetani kukuvuruga. Kama unatambua, Biblia inazungumza kwa habari ya ubatizo wa moto, ya kwamba sisi tumebatizwa kwa moto. Kwa lugha rahisi, ni ngumu sana nguvu za giza kukugusa wewe. Yaani ni kama wewe unavyoona shida kukamata moto, hivyo ambavyo nguvu za giza zinapata kazi kubwa sana kushughulika na mtu aliye na Mungu. Changamoto kubwa alionayo mwanadamu inatokana na kutokuwa mtiifu wa ule mpango wa Mungu katika maisha yake. Wazo la Mungu juu yako likoje? Anawaza nini? Anawaza wewe ungekuaje? Anawaza wewe ungefanyaje? Anawaza wewe ungefikiriaje? Hawa wana wa Israeli wakati wanatoka Misri walikuwa ni watumwa, na Mungu anawaita ili watoke kwenye utumwa wawe ni watu huru. Na kwa miaka yote, ijapokuwa wanaitwa kuwa huru, lakini wanajikuta wanabaki katika mateso ya kila wakati, kwa kuwa hawakuweza kuishi katika kile ambacho Mungu alikuwa anakusudia wakiishi. Maisha yetu yanachagua kiwango cha utendaji wa Mungu katika maisha yetu. Ukiwa na bahati mbaya usiweze kuyafuata maelekezo na mwongozo wa Mungu, uwe na uhakika itakuwa ni ngumu sana utendaji wa Mungu kuwa kwenye maisha yako. Na ndio maana watu wengi waliookoka wanapitia changamoto nyingi za kimaisha, changamoto nyingi sana. Na sababu kubwa ya hizi changamoto kuwepo kwenye maisha yetu ni kwa sababu kile tulichokuwa tunakitegemea kabla ya kuokoka hakipo tena kwenye maisha yetu. Wengine walikuwa wanafanikishwa na nguvu za giza. Baba yako aliwahi kwenda kwa mganga au mama au nani, uliwahi kuchanjwa vidawa fulani vya kupata kibali au fedha. Sasa ulipookoka, vile vitu vyote vinaondolewa juu yako, yale maagano yote yanafutwa. Biblia inasema ya kale yamepita, sasa yamekuwa mapya. Sasa baada ya kuingia katika Kristo, Mungu anakutarajia uanze kuwa na tabia za kiungu, ambazo tabia hizi ndizo zinazomwezesha Mungu kufanya kazi katika maisha yako. Na ndio maana unaona Mungu anasimama na Joshua na Karebu, kwa sababu wanafikiria kama yeye alivyokuwa anafikiria juu ya taifa la Israeli. Sasa Yesu anazungumza, anasema ninayajua matendo yako. Matendo, yani kile unachokifanya. Najua unafanya nini. Najua tabia zako. Najua mienendo yako. Najua kile ambacho umekifanya kuwa ni imara moyoni mwako. Na hiki ndicho kinachonifanya mimi nifungue mlango wa ushindi mbele yako. Na anasema hili ndilo litakalosababisha usiweze kushindwa wala kuzuiliwa na nguvu za giza. Utendaji wa Mungu kwenye maisha yetu unategemea na je, tumekuwa wale ambao Mungu aliwatarajia? Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa kwanza, kuna habari maarufu ya mtu mmoja anaitwa Kornelio. Na Biblia inamtaja ikisema kulikuwa na mtu kule Kaisaria na alikuwa anaitwa Kornelio. Na huyu mtu alikuwa ni akida wa kikosi kilichokuwa kinaitwa Kiitalia. Anasema ni mtu mtaua, mchaji wa Mungu,
yeye na nyumba yake yote. Angalia anachosema. Mungu anaanza kutufundisha tabia ya Kornelio, mtu mtaua, mtu ambaye hana sababu ya kutahayari. Yaani ni mtu ambaye maisha yake yako katika haki, ni mtu mwema. Namba 2, anamcha Bwana. Na anaendelea nasema, naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Biblia inamzungumzia yeye na tabia zake, yeye na mfumo wake wa kimaisha. Na ndipo inapoanza kuzungumza katika mstari wa 3, zile tabia na maisha yake zimesababisha nini kutoka kwa Mungu katika maisha yake. Anasema akaona maono waziwazi saa 9 mchana, malaika wa Mungu akimwijia na kumwambia Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa na kusema, kuna nini Bwana? Malaika akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Bwana. Katika mstari wa 2 ndiyo sababu ya mstari wa 3, wa 4 na wa 5. Roho Mtakatifu anatufundisha, anasema kuna utendaji wangu unaotakiwa kuja kwako, lakini lazima nijue juu ya tabia zako, nijue juu ya mienendo yako. Biblia inasema huyu mtu ni mtaua, huyu ni mtu mchaji wa Mungu, yeye na watu wa nyumbani kwake, na tabia zake zinamfanya Mungu atengeneze mazingira ya yeye kupokea Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anapoingia ndani ya mtu, wapendwa, linatokea badiliko kubwa la kimaisha kabisa kabisa. Roho Mtakatifu anapokuwa juu ya mtu, hali yake ya zamani hupotea na kuja hali mpya. Huwezi kusema umepokea Roho Mtakatifu ukabaki katika mfumo na hali ile ile ya zamani ya kimaisha. Kuna kitu kinaitwa roho ya ulevi. Mtu anakunywaga tu pombe, lakini siku akikamatwa roho ya ulevi, utashangaa maisha, ataanza kulewa na kuvua nguo na kujiviringisha. Yaani sasa anakuwa too much. Unasikia roho ya uzinzi. Mtu kama ni mzinzi akipata roho ya uzinzi utashangaa. Yaani roho yoyote inapokuja ndani yako inakuja kukuboost kuwa mtu bora. Sasa kama hizi roho za shetani zinaweza kuingia ndani ya mtu zikambadilisha mtu kabisa. Uliwahi kuwaza juu ya uwepo wa Roho wa Mungu ndani yetu? Kwa Kornelio anapokea roho njema, roho bora kutoka kwa Bwana kwa sababu ya tabia zake ambazo katika kitabu cha Ufunuo anazungumza. Anaposema nayajua matendo yako, na hii ndiyo sababu ya mimi kufungua mlango mbele yako ambao hakuna atakayeufunga. Anazungumza katika Zaburi ya 121 mstari wa 7 na wa 8. Bwana atakulinda na mabaya yote, atakulinda maisha yako yote. Bwana atakulinda uingiapo na uendapo, sasa na hata milele. Nani anambariki? Yule mtu anayefaa mbele zake. Mateso yetu makubwa yanaweza kuondolewa ikiwa tutakuwa wale watu ambao Mungu anawahitaji. Kuna watu huwa nikiwaombea juu ya miujiza, Mungu anasema hapana, ninahitaji moyo wake huyu mtu. Baada ya kupokea huo muujiza, moyo wake sitaupata. Sikiliza nikwambie,
Mungu angetamani tufanane na anavyotaka, kwa sababu tukishampokea katika maisha yetu, anatarajia tumuheshimishe, anatarajia tumthibitishe. Anasema katika Wakorintho, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, Samaria, Yudea, hata mwisho wa nchi. Kwamba watu wakikutazama watauona ukuu wa Mungu hakika. Sasa jambo hili linakuja baada ya nguvu ya Roho Mtakatifu kuja kwako. Na Roho Mtakatifu haji kwa mtu mpaka tabia yake imebadilika, amekuwa na tabia ya kiungu. Kumpenda Mungu. Upendo wako kwa Mungu unasababisha matendo ya mwili yasifai juu yako. Kwa mfano, unaweza ukawaza, kwa mfano watu tukisema tunamtumikia Mungu, tunanunua gitaa, tunanunua speaker, tunafanya, moyo wako huu unakwambia nini? Tunaposema tuna support huduma fulani, yani linapokuja swala la Mungu juu yako, unajua hawa ambao Mungu anazungumza nao katika kipindi hiki cha uandishi wa Agano Jipya, watu walikuwa wanatoa maisha yao sadaka kuitetea imani. Watu waliokuwa wako tayari kupitia maisha magumu, kwa sababu Israeli, Wayahudi walitengeneza uvumi kuonyesha Wakristo ni kundi la ugaidi. Jaribu kufikiria leo, dunia leo, nadhani umesikia Tanzania swala la uhaini. Unaisikiaje hiyo? Kuitwa wewe muhaini. Sasa fikiria Tanzania waseme Mkristo yeyote ni muhaini, akamatwa, awekwe jela, adhabu yake ni kunyongwa. Ndio maisha waliokuwa wanapitia wakati huo wa uandishi wa Biblia. Watu waliokuwa tayari maisha yao yaharibike, familia zao ziharibike, lakini waipate neema ya Mungu. Hawa ndio Yesu anaoshughulika nao. Sasa siku ya leo, wewe tu hata dhambi tu inakusumbua. Wanasema ukiona unashindwa kuacha dhambi, huwezi kumshinda shetani hata ya siku moja. Yaani uwezo wako wa kukemea pepo likatoka unatokana na unapoweza kuiambia dhambi hapana. Yaani kiwango kama unaweza kuiambia dhambi hapana, uwe na uhakika una uwezo wa kumshinda pepo. Sasa baada ya kushinda dhambi inafuata tabia ya kiungu, kuishi kwa ajili ya Kristo, kuwa na mfumo wa maisha ambao unawaza juu ya ufalme wa Mungu, sio kuwaza nitaishi mpaka lini. Unajua maisha yetu hapa duniani ni mafupi sana. Yaani hapa ukiishi muda mrefu sana, miaka 100, na miaka ya kufurahia maisha ni miaka 60. Yaani baada ya miaka 60 utaanza kuambiwa usinywe sukari. Baada ya miaka 60 utaanza kuambiwa usile sijui nini. Kula mboga. Yaani muda wa furaha yako ni mfupi mno. Na maisha yote yaliyobaki ni ya ufalme wa Mungu. Katika kipindi hiki ambacho una nguvu, je, unaweza kumtumikia Mungu? Ili hata siku za uzee wako ziwe za maana. Kuna watu leo wanapuuza kumtumikia Mungu, wanapozeeka wanaanza kusumbua. Mtu mmoja alinifuata nimuombe. Kwa kweli ndo mara ya kwanza na goma kumwombea mtu. Ana miaka karibu 70. Ananiambia, mchungaji, niombe nipate kazi. Nikamwambia, mzee. Na yeye bila aibu ananiambia, kila ninapoenda kuomba kazi wananiambia niende kulea wajukuu. Lakini mimi nilikuwa naona kweli wakati wa ujana wake alifuata tabia za mwili. Hakuwa na muda na Mungu kabisa. Sasa inafika wakati ambao anahitaji msaada wa kimungu kuingilia kati, msaada hauji. Wakati ambao bado una nguvu, fikiri juu ya Mungu. Usigombane na Mungu kwa ajili ya mambo ya haribukayo. Usiseme uongo ili upate faida. Usichukue rushwa ili kumsaidia mtu.
usiishi maisha ya udanganyifu. Usipende mwili wako. Mwili hautoshi. Sasa hivi kukipambazuka, baada ya Morning Glory, kunywa chai. Alafu ikifika shiba kabisa, ikifika saa 5 unatamani ungepata ka Pepsi kabaridi. Ikifika saa 7 unatamani ungepata pilau na nyama. Ikifika saa 10 unatamani ungekapata kahawa kidogo. Ikifika usiku unatamani ungepata chakula kizuri. Kwa hiyo mwili wako huwa haushibagi. Yaani hakuna kitu kitakuja kushiba. Na hata fedha. Ndio maana jana tulikuwa na maombi, watu ambao shetani amewatengenezea mfumo wa kutoridhika na maeneo yao ya kazi. Kwamba mwili unakwambia hii haijatosha. Hadi leo wale mnaolipwa mshahara kuanzia milioni 1, hata ukilipwa milioni 10, miezi 3 ishakuwa ndogo. Mungu anataka shughulike na wewe siku ya leo, lakini anataka kutazama tabia zako. Mungu huwa hashindi kufanya kazi katika maisha yako, ni wewe tu hujakaa sawa. Katika waraka wa pili wa Wakorinto sura ya 9 mstari wa 8, Biblia inasema, na Mungu anaweza kuwabariki kwa wingi. Angalia Biblia inachosema, Mungu anaweza kuwabariki kwa wingi. Na lengo la kufanya hivyo, huwa anatamani katika mambo yote wakati wote, mkiwa na mnachokihitaji, mzidi kutenda kila tendo jema. Yaani Mungu anatamani angetubariki, na tukishapata kile tunachokihitaji, tuendelee kufanya mambo ambayo anatamani tuyatende. Kwa hiyo baraka za Bwana zipo, lakini hazina pa kwenda. Ndivyo Biblia inavyotuambia. Je, unastahili kubarikiwa na Bwana? Unastahili, unafaa? Asubuhi ya leo unayo nafasi ya kutengeneza, nafasi ya badiliko. Tabia mbaya zinakushuhudia kabisa kwamba hiki ninachokifanya, yani sihitaji kukupigia simu nikamwambia wewe, yani wewe mwenyewe unajua, dhamiri yako inakushuhudia kwamba hapa siko sawa na ninahitaji kubadilika siku ya leo. Hili litakupa nguvu ya kustawishwa na Bwana, maana ni ahadi yake juu ya maisha yako. Simama, litie jina la Bwana. Yeye ni mwaminifu na wa haki, na hata kuacha kabisa ili uishi katika dhiki, maana sio lengo lake juu ya maisha yako. Nimekwambia wakati naanza kukufundisha, nafasi ya shetani kukudhibiti ni ndogo. Sio kama kudhibiti, lakini ni ndogo. Kinachosababisha udhaifu kwenye maisha yako ni mahusiano yako binafsi na Mungu. Mungu anaongea na Gideoni, anamwambia wewe ni shujaa, lakini kinachodhibiti ushujaa wako ni tabia zilizo kwenye familia yenu. Nenda uondoe ile madhabahu na vile sanamu zilizojengwa pale, uzivunje na unijengee mimi madhabahu na utoe dhabihu mahali hapo. Uone kama sitakuwa Mungu wako. Gideoni alifikiri utani, lakini baada ya kuijenga madhabahu ya Bwana, nguvu za ajabu zilikuwa juu ya Gideoni. Akawa moja kati ya watu walioleta msaada wa kipekee katika taifa la Israeli. Unahitaji uhusiano bora kati ya wewe na Mungu, na katika yeye kuna kila unalolihitaji. Unapoianza siku ya leo, dhamiria kuwa na tabia njema mbele za Bwana. Mtumikie Mungu kwa mali zako na kwa nguvu zako. Ishi maisha ya utauwa. Watu wajivunie maisha yako kwao, waseme huyu mtu anafaa kuwa katika hii position. Maneno mazuri wanayokusema watu kwa sababu ya mienendo yako ndiyo yanayosababisha ushindi katika maeneo magumu katika maisha yako. Mimi ninakuombea siku ya leo, baada ya ibada ya leo,
kila utakachokifanya kizae faida isiyo ya kawaida katika jina la Yesu. Sawasawa na neno la Bwana katika Mithali sura ya 4 mstari wa 18. Anaposema njia ya mwenye haki itakuwa kama jua linavyong'aa. Atazidi kung'aa na kung'aa na kung'aa. Ninakuombea asubuhi ya leo, nuru ya Mungu ikuongoze na kuongoza hatua zako kukupeleka katika viwango vipya vya neema, utukufu na mafanikio ya kimungu katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninaomba juu yako, kila kikwazo kilichokuwa mbele yako miaka yote, asubuhi ya leo kimeondolewa. Njia yako imekuwa wazi kwa sababu ya Kristo Yesu. Endelea mbele hata usiogope. Unapoanza asubuhi ya leo, pokea upako wa maendeleo kwenye maisha yako, kwenye familia yako, kwenye biashara yako, kwenye huduma yako na kwenye masomo yako katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Kila mlango wa baraka na faida uliokuwa umefungwa mbele yako, Bwana anaufungua asubuhi ya leo. Usiogope, nenda kwenye ushindi wako. Kila kizuizi kilichokuwa kimewekwa mbele yako kimeondolewa katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Hiyo mbegu ya sadaka unayoitoa mbele za Bwana asubuhi ya leo, sadaka unayoitoa kudhihirisha upendo wako kwa Mungu, kutegemeza kazi ya Mungu, kuinua kazi ya Mungu kupitia sadaka yako, ninakuombea fedha yako imebarikiwa na haitaguswa na hao walao, haitaondolewa na hao waharibuo. Umebarikiwa wewe na kazi za mikono yako. Pokea ongezeko la kimungu katika biashara na katika kazi yako. Mungu akuongeze zaidi na zaidi kwa sababu umempenda asubuhi ya leo na kuachilia sadaka yako kwake katika jina la Yesu. Pokea ubora wa kimungu, pokea ustawi wa kimungu, pokea faida ya kimungu unapoianza siku ya leo. Wewe umeinuliwa na Bwana, hata usiogope kuendea baraka zako katika jina la Yesu. Morning glory in the name of Jesus.